la polisi nchini limesisitizwa kusimamia ipasavyo sheria ili kuhakikisha kuwa zoezi la uchaguzi mkuu linafanyika kwa amani na usalama na kuaminika katika jamii, kwani wao ni wadau wakubwa katika kufanikisha zoezi hilo. Kamishna wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar, Awadhi Ali Saidi, ameyasema hayo wakati akifungua mafunzo ya siku moja kwa watendaji wa jeshi la polisi wa wilaya zote za Unguja katika ukumbi wa Jaji mstaafu Hamid Mahmudu, makao makuu ya Zeki Maisara mjini Unguja. Awadhi amesema uchaguzi ni mchakato wa kitaifa unaogusa hisia na matarajio ya wananchi na mustakabali mzima wa nchi, hivyo jeshi la polisi lina jukumu la kuhakikisha mazingira ya usalama yanaimarika nchi nzima. Awadhi anaendelea kusema kuwa mazingira ya uchaguzi yana ushindani, hisia kali, kunaweza kutokea matukio yasiyotabirika, hivyo jeshi lina jukumu la kulinda usalama wa watu wote na mali zao na kuhakikisha yote yanafanyika bila ya ubaguzi na upendeleo na kukengeuka kuegemea upande mmoja. Weka rais na weka baraza, lakini yote yanafuatiwa baada ya uchaguzi. Kwa hivyo uchaguzi ni suala lenye uzito wa kipekee katika nchi yoyote. Sisi kama tume ya uchaguzi tuna dhamana na dhima ya kuendesha zoezi hili. Lakini kama mnavyojua, tume haiendeshi zoezi hili peke yake. Tunashirikiana kwa kiwango kikubwa na wadau mbalimbali. Na mafanikio ya zoezi hili ni juhudi za pamoja, sio juhudi za tume watendaji wake peke yao. Ni juhudi za pamoja za taasisi mbalimbali, ikiwemo jeshi la polisi, ambalo jeshi la polisi ni wadau wakubwa, na ukichunguza katika kila hatua ya uchaguzi jeshi la polisi limetajwa kama sehemu ya uchaguzi katika kila hatua. Na kwa hatua hii tuliofikia, kwa niaba ya tume napenda nitoe pongezi kubwa sana kwa jeshi la polisi kwamba limetoa ushirikiano mkubwa sana katika kufanikisha zoezi hili hadi hapa tulipofikia. Tuliona jinsi zoezi la uandikishaji wa daftari la kudumu la wapiga kura lilivyokwenda kwa ufanisi wa hali ya juu. Lilichangiwa sana na mashirikiano makubwa sana ya jeshi la polisi. Tuliona zoezi la uchukuaji fomu, urudishaji lilikwenda kwa ufanisi mkubwa. Hadi saa hizi zoezi la kampeni linakwenda likiwa shwari, utulivu, na hadi sasa hatujapata kama tume malalamiko kutoka kwa wadau. Kwa hivyo tunawapongeza sana kwa kutimiza wajibu wenu wa kikazi na wajibu wenu kwa kutekeleza majukumu ya kitaifa. Na tunategemea kwamba kama tulivyofanikiwa katika hatua hizo, basi inshallah na hatua zilizobakia tutumie mbinu hizo hizo tulizotumia, busara hizo hizo tulizotumia, hikma hiyo hiyo tuliyotumia, mpaka tuvuke katika zoezi hili kwa salama, kwa amani, liwe ni zoezi la kuridhisha, zoezi litakalo wacha alama kwamba vyombo vyote vimetimiza wajibu wake. Kama mnavyojua, katika mazingira ya uchaguzi kwa ujumla, mazingira ya uchaguzi unapochagua hichi na hichi, kunakuwa na ushindani, kunakuwa na hisia kali, mara nyingine kunakuwa na mikusanyiko, na wakati mwingine kunaweza hata kutokea matukio yasiyotabirika. Jeshi la polisi lina jukumu la kulinda usalama wa watu wote na mali zao, na kuhakikisha kwamba hayo yanafanyika
bila ubaguzi, bila upendeleo wa aina yoyote au kukengeuka na kuja kushabikia upande wowote. Tunapokwenda tukatimiza majukumu yetu katika hali ya uweledi, kwa sababu uweledi mmoja wa jeshi la polisi ni kwamba hata sheria imeiondoa jeshi la polisi katika ushabiki wa kisiasa au wanachama wa vyama. Wao wanatakiwa wawe katikati. Wao wanaoshindana, jeshi la polisi, tume, taasisi nyingi tu za kutoa haki ziko katikati. Tunapokaa katikati tukatimiza majukumu yetu bila upendeleo, bila vishawishi, bila ubaguzi, tukitumia sheria kuzisimamia ipasavyo, ndio utaona zoezi letu linakwenda kwa ufanisi, na tutaona kwamba zoezi lenyewe linaaminika, linaheshimika, na hata mtu ambaye anashindwa anaona kwamba ameshindwa kwa kupitia taratibu zilizokuwa za usawa na za haki. Kwa hivyo niwakumbushe tu, mimi najua nyinyi ni weledi zaidi katika majukumu ya kikazi, kwa sababu chombo cha polisi ni chombo ambacho kina uweledi mkubwa katika mambo ya sheria, yote wanayafahamu. Ni swala la kukumbushana kwamba tunakumbushana ifikapo tarehe 29 Tume ya Uchaguzi wa Zanzibar itaendesha uchaguzi mkuu wa kumchagua rais wa Zanzibar, wajumbe wa baraza la wawakilishi pamoja na madiwani. Uchaguzi ambao tarehe 29 utatanguliwa na upigaji wa kura ya mapema tarehe 28 Oktoba mwaka 2025. Jeshi la polisi kama taasisi ya ulinzi na usalama lina jukumu la kuhakikisha mazingira ya usalama yanaimarika nchi nzima. Kwa msingi huo, na kwa ufupi tu, kwa niaba ya tume tutatoa nasaha chache. Ya kwanza ni kukumbushana kufanya kazi kwa uadilifu, kwa haki, kwa usawa na kuzingatia uweledi wa sheria na kanuni zinazosimamia utendaji wa jeshi la polisi. Ni mwiko kuonesha upendeleo ama ushabiki wa aina yoyote, ili kuepuka jeshi la polisi kuja kuwa sehemu ya mijadala ya kisiasa au kushtumiwa kwa kuunga mkono upande wowote. Ya pili ni kulinda amani wakati wote wa zoezi la upigaji kura. Kuna maeneo ambayo upigaji wa kura hufanyika katika mazingira yanayohitaji ulinzi wa karibu. Katika hali hizi na wakati mwingine hutokea mivutano, kama nilivyosema mwanzo, mambo ya ushindani si mara zote yanakwenda shwari. Yanaweza kutokea mivutano, misuguano ya hapa na pale, lakini ni wajibu wa jeshi la polisi kusimamia sheria, kutumia hikma, busara, mazungumzo na wadau ili kuhakikisha pale amani inadumu na wananchi wanapata haki yao ya kuchagua wanayemtaka bila hofu wala vikwazo vya aina yoyote. Uchaguzi ni kielelezo cha namna gani taasisi zetu zote zinaheshimu umma wa wananchi kwa umoja wake. Kwa sababu tukumbuke zoezi hili sisi kama tume, vyama, wagombea, lakini mlengwa mkubwa ni mwananchi ambaye ana haki na fursa yake ya kumchagua yoyote anayemtaka. Sisi tunawezesha wananchi kufanya jukumu lao hilo, na tunahakikisha kwamba tunawezesha, hatukwamishi. Na hapo ndio taasisi zetu zinapojijengea taswira njema katika jamii. Nasaha nyingine ni kwamba nyinyi ni sehemu ya uchaguzi, na utaona hata
katika sheria yetu kwenye uandikishaji, wanapotajwa wanaoruhusiwa kuwemo katika kituo, anatajwa polisi. Katika upigaji kura anayeruhusiwa kuwemo katika kituo, anatajwa polisi. Anatajwa tume, mtu wa tume, sheha, wakala wa mgombea na polisi. Kwenye kuhesabu anatajwa na polisi. Kwenye majumuisho, utangazaji anatajwa na polisi. Kwa hivyo nyinyi ni wadau wakubwa sana. Kwa hivyo jingine na saha yetu ni kwamba tuwe na mashirikiano makubwa wakati wa zoezi hili baina ya polisi na maafisa wetu wa tume walioko vituoni, ambao kwa kawaida wanahitaji kwa kiwango kikubwa msaada wa polisi. Tuweni na mashirikiano, tuwe wasikivu baina yetu, na hasa pale tunapopeana maelekezo ya kitaalamu, na tuweze kwa pamoja kutatua changamoto yoyote inayotokea kwa haraka bila mivutano isiyokuwa ya lazima ambayo inaweza kuepukika. Unajua, jambo la uchaguzi, uharaka una sehemu yake. Ukitumia busara na hikma, lile jambo kabla halija kuja juu ikawa mmekubaliana limezimwa, inawezekana mtu mmoja tu akaja pengine ana jazba au nini, ukimwita ukamchukua ukasema naye pembeni, unaweza kuweka amani. Lakini pengine ukija ukitumia njia nyingine, haraka habari na unajua siku hizi tuna mitandao ya kijamii, jambo dogo unasikia limezagaa na linaleta taathira mbaya. Lakini tunapotumia busara na hikma tukalitatua, tunakwenda tunafanikisha zoezi letu. Ndugu viongozi na maafisa wa Jeshi la Polisi, kwa kumalizia, Tume ya Uchaguzi inatoa rai na wito kwa Jeshi la Polisi kuendeleza mshikamano uliopo baina yetu na kujitolea kwa hali ya juu kwa maslahi ya taifa letu. Tunatambua kazi kubwa na ngumu inayowakabili, lakini tunajua uweledi wenu, maarifa yenu na uzoefu wenu, ugumu wa kazi hii unalainika. Kwa hivyo tunaamini mtaitekeleza kazi hii kwa heshima kubwa, weledi, nidhamu na uzalendo. Tume ya Uchaguzi inaahidi kushirikiana na Jeshi la Polisi kwa karibu sana, ikiwemo kupeana taarifa kwa wakati na kuhakikisha kwa kila hatua ya uchaguzi inatekelezwa kwa amani na kwa kufuata sheria. Baada ya nasaha hizi chache, naomba nichukue fursa hii kwa heshima kubwa kutamka kuwa mafunzo yetu haya ya siku moja, ambayo baada ya mafunzo haya na nyinyi mnakwenda kutoa mafunzo kwa polisi watakalosimamia zoezi vituoni, yamefunguliwa rasmi, na nawashukuru kwa dhati kabisa kwa kunisikiliza. Asante sana. Naye afisa kutoka Tume ya Uchaguzi akawasilisha mada ya ulinzi wakati wa matayarisho wa uchaguzi. Anasema Jeshi la Polisi lina jukumu la kuhakikisha wapiga kura wamejipanga katika mistari iliyoelekezwa na wanaingia kituoni kwa utaratibu uliowekwa kuwasaidia watu wenye mahitaji maalumu kuingia katika vituo kwa kipaumbele kwa kushirikiana na waongoza mistari na kuhakikisha kuwa hakuna mtu anoingia na kifaa kisichoruhusiwa kituoni au silaha. Kuwa na majukumu ya ulinzi wakati wa uchaguzi kuyazingatia maelekezo haya ambayo tutayasoma leo hii na miongozo itakayotolewa na Tume ya Uchaguzi katika utekelezaji wa majukumu yao. Hizo ni salamu fupi ambazo zimetolewa na mkurugenzi wa uchaguzi ndugu Thabit Idaru Sifaini. Na kama tunavyojua, Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ndiyo yenye jukumu la kusimamia na kuendesha uchaguzi mkuu wa Zanzibar kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar
ya mwaka 1984. Uchaguzi mkuu hufanyika kila baada ya miaka mitano kwa Tanzania. Kila baada ya miaka mitano kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar na katiba ya Tanzania. Kila baada ya miaka mitano huwa tunapiga kura ama tunafanya uchaguzi. Na uchaguzi huu utahusisha uchaguzi wa rais, wajumbe wa baraza la wawakilishi na madiwani. Majukumu ya Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar yameelezwa katika katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 na sheria ya uchaguzi namba 4 ya mwaka 2018. Majukumu hayo ni kama yafuatayo. Kwanza, jukumu la kwanza kwa mujibu wa sheria hiyo, Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ina jukumu la kusimamia na kuendesha mwenendo mzima wa uchaguzi pamoja na kura ya maoni. Jukumu la uchaguzi limeelezwa katika sheria hiyo ambayo nimeitaja, sheria namba 4 ya mwaka 2018, lakini pametajwa kura ya maoni. Kura ya maoni hii imeelezwa kupitia sheria namba 6 ya mwaka 2010 ya sheria ya kura ya maoni. Lakini jukumu lingine, Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ina jukumu la kusimamia, kukuza na kuratibu elimu ya wapiga kura. Nalo hili ni jukumu lingine la Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, kama tunavyoelewa hivi sasa. Kama kitendo hichi ambacho tunakifanya hivi sasa ni kitendo ambacho kimeelezwa moja kwa moja na sheria ya uchaguzi kwamba tume ina jukumu la kuratibu na kusimamia na kukuza na kusimamia elimu ya wapiga kura. Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar inatoa elimu ya wapiga kura kupitia nyanja mbalimbali ikiwemo mafunzo, semina kwa wadau mbalimbali wa uchaguzi, lakini pia inakuwa inatoa vipindi mbalimbali kupitia radio, television pamoja na mitandao ya kijamii. Na kama tunavyojua, tume yenyewe ya uchaguzi ina mitandao yake ambayo inatoa vipindi vyake. Kuna Zeki Online TV, kuna Instagram, kuna Facebook na mitandao mingine. Basi jukumu hili linasimamiwa kisawasawa. Lakini jukumu lingine pia, Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ina jukumu la kuandaa, kutayarisha, kuhifadhi na kuendeleza daftari la kudumu la wapiga kura. Kama tunavyoelewa, Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar katika kuliendeleza daftari la kudumu la wapiga kura inakuwa inatoa huduma mbalimbali. Inakuwa inaandikisha wapiga kura wapya kila unapomalizika uchaguzi kuelekea uchaguzi mwingine. Inakuwa inaendesha zoezi la uandikishaji wa wapiga kura wapya mara 2. Kwa uchaguzi wa katika matayarisho ya uchaguzi wa mwaka 2025, Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar imeendesha zoezi la uandikishaji wa wapiga kura wapya na mwaka 2023, 2024, lakini pia imeandikisha wapiga kura wapya mwaka 2025. Lakini pia katika jukumu hili, Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar inakuwa inatoa huduma ya kuhamisha taarifa za wapiga kura kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Na huduma hii inakuwa inafungwa mara baada ya uteuzi wa wagombea. Hivi karibuni mkurugenzi wa uchaguzi ametangaza kufungwa kwa daftari, kwa maana huduma hii ya uhamisho wa taarifa tayari imeshafungwa na itafunguliwa baada ya kumalizika zoezi, baada ya kumalizika uchaguzi mkuu. Lakini pia katika jukumu hili, Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar inakuwa inatoa huduma ya wale ambao wanataka kufanya masahihisho ya taarifa zao. Huduma hizi zinakuwa zinatolewa kila siku kwa siku za kazi katika ofisi za uchaguzi za wilaya. Lakini pia katika jukumu hili la kuendeleza daftari inakuwa inatoa huduma kwa wale ambao walipoteza vitambulisho vyao vya kupigia kura. Inakuwa huduma hii inatolewa katika ofisi za uchaguzi za wilaya. Lakini pia Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar kupitia jukumu hili
inakuwa inafuta wapiga kura wote ambao watabainika kupoteza sifa za kuwemo katika daftari la kudumu la wapiga kura. Miongoni mwa watu ambao wanakuwa wanapoteza sifa za kuwemo katika daftari la kudumu la wapiga kura, wakiwemo watu ambao wamefariki, lakini pia wale ambao watakuwa wamekaa na uraia wao. Hawa watakuwa hawana sifa za kuwemo katika daftari la kudumu la wapiga kura. Tukiendelea na majukumu ya Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar kila baada ya kipindi, kati ya kipindi cha miaka 8 mpaka 10 kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar, inakuwa inafanya mapitio ya idadi, majina na mipaka ya majimbo ya uchaguzi. Lakini mwisho katika jukumu lake ambalo limeelezwa hii, Tume ya Uchaguzi inakuwa inafanya kazi nyingine yoyote iliyopewa chini ya masharti ya sheria ya uchaguzi au sheria nyingine au kanuni za uchaguzi. Uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 utakuwa ni uchaguzi wa 7 kuendeshwa na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar tokea kurudishwa tena kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 1992. Mtakumbuka kwamba uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi vya siasa ambao uliendeshwa na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar uliendeshwa mwaka 1995, na uchaguzi mwingine wa pili mwaka 2000, uchaguzi wa tatu uliendeshwa mwaka 2005, uchaguzi wa 4 uliendeshwa mwaka 2010, uchaguzi wa 5 2015, uchaguzi wa 6 uliendeshwa mwaka 2020, na uchaguzi huu wa mwaka 2025 utakuwa ndio uchaguzi wa 7 kuendeshwa na Tume ya Uchaguzi kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa. Kwa muda wote huo, jitihada mbalimbali za kuzifanya chaguzi zinazoendeshwa na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ziwe zinakubalika na wadau. Mojawapo ni kuendesha uchaguzi ambao utakuwa ni huru na wa haki pamoja na kuwa na uwazi. Na ndio maana katika jitihada hizi Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar kila ambapo inatekeleza jukumu lake la kisheria na katiba huwa inawaita wadau wa uchaguzi, kama hivi ambavyo tumekutana, na inapotoa taarifa yote inawaita wadau wa uchaguzi. Hizi zote ni jitihada za Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar kuhakikisha chaguzi ambazo zinaendeshwa zinakuwa ni chaguzi za huru na haki, lakini pia zinakuwa na chaguzi za kidemokrasia. Moja jitihada hizo ni kuwajengea uwezo wadau wa uchaguzi ili kuelewa mchakato wa uchaguzi. Jeshi la Polisi ni moja ya wadau wa Tume ya Uchaguzi ambao wana jukumu la kusimamia ulinzi na usalama katika hatua zote za uendeshaji uchaguzi. Kwa ujumla, uendeshaji wa uchaguzi na hatua zake hutegemea ulinzi wa Jeshi la Polisi ili hatua hizo zifanyike kwa usalama na amani. Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar imeandaa kitabu hiki cha maelekezo kwa Jeshi la Polisi ili kuwawezesha kufahamu wajibu wao wakati wa uchaguzi. Na ni matumaini yetu baada ya kuendesha mafunzo haya basi mtakuwa mmepata uelewa wa kutosha, na ni imani yetu kwamba kwa sababu nyinyi mtakuwa ndio walimu wa viongozi wengine wa Jeshi la Polisi ambao baadhi ya taasisi nyingine za ulinzi na usalama ambazo zinasimamia uchaguzi, hivyo ni vyema kuzipatia vipaumbele maalumu ili kuzuia sitofahamu baina yao na Jeshi la Polisi wakati wa kutekeleza jukumu hilo la uchaguzi. Mtazamaji Keshidi TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii, pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kutoka Maisara zilipo afisi za Tume ya Uchaguzi Zanzibar, Mwarabu Madi, Keshidi TV, elimu ni hazina yetu.